Vita vya kidini vimeonekana kuzuka katika nchi ya Tanzania. Vita kati ya kanisa Katoliki na kanisa ya Kiislamu. Vita hivyo vimeonekana kuzuka baada ya kuweza kuangalia taarifa ile ambayo iliweza kutolewa jana na viongozi wa Kiislamu. Taarifa ya viongozi wa Kiislamu katika siku ya jana iliweza kuhusisha Father Kitima, ambaye pia aliweza kuwa ametoa hotuba yake awali. Lakini katika hotuba iliyoweza kutolewa na dini ya Kiislamu katika siku ya jana, ameweza kuhusishwa naibu wa rais wa nchi ya Tanzania. Vile vile kundi hilo la kanisa ya Kiislamu wamejihusisha na Mama Samia Suluhu. Hichi kinakuonyesha nini, msikilizaji? Samia Suluhu ni Muislamu. Bwana John Nchimbi, Emmanuel John Nchimbi kunradhi, ambaye ni naibu wa rais wa nchi ya Tanzania, ni Mkatoliki. Katika mazungumzo yaliyoweza kuachiwa na viongozi wa dini ya Kiislamu, waliweza kusema kwamba huenda Father Kitima ameweza kumtuma Bwana Emmanuel Nchimbi, ambaye ni naibu au makamu wa rais wa nchi ya Tanzania, kuweza kupigana vita vya kiundani ili kuhakikisha kwamba Waislamu walioko serikalini kwa sasa wameweza kung'atuka mamlakani, na katika nafasi zao hizo waweze kuletwa Wakristo waweze kuchukua nafasi zao hizo. Watanzania na Waislamu wenzetu inabidi sasa tuamke. Habari tena ya kulalalala si wakati wake huu. Lazima tujue nyuma ya pazia kuna nini. Na je, ndicho kinachoendelea sasa kumsukuma Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye anatoka katika jamii ya Kiislamu, apigwe vita ili badala yake waingizwe viongozi wanaotokana na kundi fulani la kidini kwa maslahi yao binafsi ya kisiasa au kibiashara? Kwa sababu wanapozungumzia haya maandamano wanazungumzia kabisa kwamba lengo kuu ni kumtoa rais aliyechaguliwa ili waweze kuweka mambo yao wanayotaka. Hichi kinakuambia nini, msikilizaji? Kwamba kanisa la Kiislamu limeanza mapambano na kanisa la Kikristo ama la Kikatoliki. Kila mmoja anahisi kwamba kuna kitu chake kinachukuliwa, na kwa hivyo kundi la Kiislamu ambalo Mama Samia anatokea linasimama na yeye. Na sasa kundi hilo limeanza kutoa vita dhidi ya makamu wa rais ambaye ni Emmanuel Nchimbi, kwa kuwa ni Mkatoliki na hajaweza kuonekana akihusishwa na ghasia zozote zinazoweza kutokea katika nchi ya Tanzania. Dhahma kama hii hatusikii makamu wa rais ambaye ni Mkatoliki akitajwa popote, licha ya kuwa kiongozi mkubwa wa chama na serikali katika kipindi cha hivi karibuni, na pia hatumsikii akikemea uvunjifu wa amani wala kuhamasisha amani na utulivu nchini. Je, ndio mwelekeo aliotumwa na Father Kitima na viongozi wa Kikatoliki? Lazima tuwe na maswali ya kujiuliza. Maana yuko kimya tu. Katika maswali ambayo viongozi wa Kiislamu wanajiuliza ni kwamba mbona katika shughuli hii mzima ya maandamano kunasemekana kwamba hamna jawabu lolote, na lile ambalo litakalokuwa ni kwamba Samia Suluhu ajiuzulu.
Na kwa hivyo sasa wameweza kusema inahitajika ajiuzulu ili kuweze kuletwa kiongozi wa Kikristo. Kwa hivyo msikilizaji, hii rasmi inakuonyesha kwamba kumeweza kutokea vita katika makanisa, katika madhehebu haya mawili. Na katika mazungumzo yao viongozi wa Kiislamu walisema kwamba jambo hili hawawezi kulichukulia kirahisi. Ikiwa hawawezi kulichukulia kirahisi, basi kitafuata nini? Ama basi taifa linaelekea wapi? Ikizingatiwa kwamba viongozi wa kidini wanawakilisha wananchi. Wananchi ambao wengine wao wamejihusisha na madhehebu haya. Kuna wengine wa Kristo, kuna wengine Waislamu. Kwa hivyo ni kuwapeleka wananchi wote wa Tanzania katika vita. Kuna uwezekano viongozi hawa wakakosa kupata maelewano, kwa sababu mpaka sasa kile kinachoonekana ni kwamba blame game imetokea. Kila mtu analaumu mwenzake kwamba yule amefanya kile, yule ndo amesababisha kile na kile. Kwa hivyo kuna blame game ambao ni kubwa sana. Msikilizaji, swala hili unafikiria litaishia wapi? Au ni kipi kitaweza kutendeka zaidi? Hebu niachie maoni yako kwenye comment section. Lakini pia hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription na tuzidi kupatana hapa ili tuzidi kupashana.